Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI Mohamed Mchengerwa amewataka wakuu wa mikoa na wilaya kote nchini kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika mbio za Mwenge wa Uhuru za mwaka 2025 ambazo zinalenga kuchochea utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi na kuleta maendeleo nchini. Ametoa agizo hilo akiwa katika shule ya msingi Ukombozi Kwiriri kabla ya kumkaribisha kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Taifa Ismail Ussi kuzungumza na wananchi waliokusanyika kushuhudia urahabishaji wa falsafa ya Mwenge wa Uhuru uliofanywa na wanafunzi wa shule hiyo. Mbio za Mwenge zinatuhamasisha maendeleo, na leo tunaposimama hapa tunashuhudia miradi mikubwa ya kimkakati ambayo inazinduliwa, miradi ya kimaendeleo inayozinduliwa katika maeneo yetu. Na hapa Rufiji tumepiga hatua kubwa. Kiongozi wa mbio za Mwenge, ni kukaribishe tena kwa mara nyingine. Tunayo miradi ya shule, miradi ya masoko, miradi ya barabara, miradi ya vituo vya afya, miradi ya zahanati mipya. Kwa sababu nyakati tulipoanza tulikuwa chini na sasa tumepiga hatua kubwa, na haya utakwenda kuyashuhudia, na pale pengine tutakapopata fursa huko mwishoni tutaeleza kwa ufasaha namna miradi imetekelezwa hasa wakati wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hatua tuliopiga ya maendeleo, mipango ya miji, ugawaji wa maeneo mbalimbali, mipango ya maendeleo, ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa zahanati, ujenzi wa shule mpya za msingi na sekondari, upandishwaji wa hadhi wa vijiji kuwa miji. Aidha, Mchengerwa amesisitiza kuwa atahakikisha wananchi wanashiriki kamilifu kwenye maeneo yote ambayo Mwenge wa Uhuru utapita kukagua miradi ya maendeleo, na amemweleza kiongozi wa mbio za Mwenge Taifa kwa wilaya ya Rufiji imepiga hatua kubwa katika miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa shule, barabara, masoko, vituo vya afya na zahanati. Tunampongeza sana rais wetu na jemedari mkuu, amiri jeshi mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu kasi hii ya maendeleo haijapata kutokea toka Rufiji izaliwe, toka miaka 60 iliyopita tupate uhuru. Kasi ya maendeleo ambayo tumepiga Rufiji, hatua hii ya serikali ya awamu ya 6 ni hatua kubwa ambayo vizazi vya leo, watoto wetu hawa watakuwa wanaona ndoto zao zinakwenda kutimia, kwa sababu tumejenga shule mpya, tumekarabati shule za zamani, tumepunguza umbali wa watoto kusafiri kutoka kilomita 10 mpaka kilomita 5, na wengine wanasoma umbali wa mita 100, mita 50. Kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa Ismail Ussi amesema kila Mtanzania anapaswa kuienzi falsafa ya baba wa taifa, akisisitiza kuwa Rais Samia ameendeleza falsafa hiyo kwa kumkabidhi jukumu la kuongoza mbio za Mwenge wa Uhuru 2025 ambapo miradi ya maendeleo itakaguliwa na kuzinduliwa pale itakapobainika kutekelezwa kwa viwango stahiki. Tunahitajika kila mwananchi wa Kitanzania aendelee kuienzi na kuitunza falsafa ya baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na nyinyi ni mashahidi, Daktari Samia Suluhu Hassan, mwanamama shupavu, mwanamama msikivu, anaendelea kuienzi na kuheshimu falsafa ya baba taifa. Na ndiyo maana Mwenge huu wa Uhuru unaendelea kuwaka, unang'ara na unameremeta. Na naamini kwa jitihada ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa viongozi ambao wanamsaidia katika maeneo mbalimbali, leo hii Rufiji miradi mingi itamulikwa na Mwenge huu wa Uhuru, miradi mingi itazinduliwa, itawekewa mawe ya msingi, na pale penye mahitaji na pale ambapo pana chuki, naamini upendo leo utatawala kwa wana Rufiji. Rufiji oye! Safi! Safi! Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Mbeya. Wakristo wamehimizwa kuishi na kuamini kuwa ukombozi na msamaha wa dhambi zao ni kupitia damu ya Yesu Kristo ambayo ilimwagika msalabani. Hivyo wanapaswa kuachana na mafundisho ya uongo ili kuipa thamani damu ya Yesu Kristo kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wanadamu. Hayo yamesemwa na mwalimu wa neno la Mungu Petro Mwakajoka wakati wa ibada hiyo iliyofanyika katika kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania Dayosisi ya Konde, usharika wa Nyingamba uliopo Uyole jijini Mbeya, ambapo amesema kuwa taji la miiba na majeraha aliyojeruhiwa wakati wa mateso pale msalabani ilikuwa ni ishara ya ukombozi wa wanadamu na dhambi zao. Msalabani tu, hata kabla ya msalaba damu ina nguvu. Nguvu ya damu ya Yesu ina nguvu kwa ajili ya kufanya upatanisho. Lakini pia katika imani sisi wa Kristo tunaamini Yesu aliteswa, alikufa
na kufufuka. Kufufuka tunaamini ni ushindi wa Kristo, kwamba sisi wa Kristo tunaabudu siku ya Jumapili kwa sababu ya ushindi. Lakini ipo nguvu ya damu. Hiyo nguvu ya damu inafanyeje? Inatuwezesha sisi kutuponya, kutuokoa katika mazingira yote na kurudisha baraka zile zilizopotea. Watu wengi wanaamini sana miujiza, lakini hiyo miujiza haipo katika mazingira ya vitu vinavyoonekana. Mazingira ya vitu vinavyoonekana sio miujiza. Miujiza ipo kwenye nguvu ya damu ya Yesu. Unapohitaja nguvu ya damu ya Yesu kuita, ndiyo inayofanya miujiza ya uponyaji, miujiza ya namna yoyote ile ambayo Mungu anaamua kujifunua. Mchungaji wa usharika wa Nyigamba Hudson Mwangoma ameeleza namna ambavyo kuna umuhimu wa Kristo kuliamini neno la Mungu kupitia mateso aliyoyapata msalabani na kuomba kuanza upya maisha yao kupitia kufufuka kwake, huku katibu wa usharika huo Mwandunga akiwasihi kuendelea kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Sisi tunachopaswa kama Wakristo kulinda damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, kwanza ni kujitambua kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Tukilitambua hilo, tutailinda ile damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili yetu, kwa sababu Yesu alikubali kumwaga damu yake ili sisi tupate kuhesabiwa haki. Na ni kwa njia hiyo tu tutamuona Mungu. Nje na hapo hakuna uwezekano wowote. Washarika wa usharika huo akiwemo Rebeka Simanga, Elisha Mwasioga na Esau Mbanae wameeleza juu ya umuhimu wa kuliamini neno la Mungu pia na kuliishi katika hofu ya Mungu na kuiamini damu ya Yesu inaweza kuwaweka huru. Msingi kinachotakiwa apate mafundisho. Kule kumkumbusha mara kwa mara inamsaidia kumuhuisha maisha mapya. Na hasa kwa wakati tulio nao, kwa wakati huu wa maisha ya dunia, tunapaswa sana kulishika neno la Mungu na kuhubiri Injili ili watu wote wafikie uzima wa milele. Ndio lengo kuu la Mungu. Lengo kuu la Yesu Kristo, watu wote kufikia uzima wa milele. Katika majira haya ya Kwaresma, ninawashauri vijana kwa ajili ya kumrudia Mungu wao, waachane na mambo mengine, wamtumikie Mungu katika roho na kweli, kwa sababu vijana kwa zama hizi wana mambo mengi sana. Kwa hiyo itakuwa vyema wakimrudia Mungu wao, wakimwabudu na kumtumikia ili kuepukana na mambo ya dunia. Tunatakiwa tuendelee kulitafakari neno la Mungu, kusoma sana Biblia na kuendelea kujifunza. Na kanisa kwa ujumla linatakiwa liendelee kutoa mafundisho kwa Wakristo wote, isibague vijana, watoto na watu wazima pia, na hatimaye tukaendelee kusimama katika ile misingi ambayo Mungu wetu anataka tuendelee kuifanya. Hasa tukikumbuka kisa cha Paulo na Sila ambao waliimba katika kifungo gerezani, lakini kupitia sifa na uimbaji Mungu akatenda muujiza wa kufunguliwa kwao. Kwa tunaamini katika huduma ya uimbaji sisi kama Wakristo tunafunguliwa katika vifungo mbalimbali vya maisha. Tukisalia nyanda za juu kusini mkoani Songwe, Wakristo wamekumbushwa kuwa na umoja, upendo na mshikamano ili kuondoa matengano baina yao ili kulijenga kanisa na kuunganishwa na msalaba wa Yesu Kristo. Rai hiyo imetolewa wakati wa ibada iliyoongozwa na mchungaji Ezekiel Mwandugulile, mchungaji wa KKKT Diocese ya Konde, usharika wa Tunduma uliopo mkoani Songwe, ambapo amewekumbusha Wakristo kuwa na umoja pamoja na kudumisha upendo ili kuondoa matengano ndani ya kanisa. Yesu alipokufa msalabani alitaka kuwaleta pamoja watu waliopo magharibi, mashariki, kusini na kaskazini ili wote wawe wamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo kuna matengano. Bahati mbaya tunaendelea na matengano, na bahati mbaya Yesu hata kuja kufa tena ili atuletee upatanisho mpya. Tusipokubali kwamba Yesu alikufa msalabani ili atuunganishe katika mwili wake, hakuna upatanisho mwingine tena utakaokuja kwetu.
Tunaweza kuwa tuko pamoja, tumekaa kwenye viti pamoja, hivi tulivyokaa tumeunganishwa kwenye mwili, lakini ungefuatilia rohoni ungekuta kuna gap kubwa kati ya mtu na mtu. Aidha, afisa habari na mawasiliano KKKT Dayosisi ya Konde Mwinjilisti Ezra Mbenanga akatumia nafasi hiyo ya ibada kuhamasisha Wakristo kushiriki katika uzinduzi wa hospitali mpya ya rufaa ambayo inamilikiwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde, ambayo itazinduliwa tarehe 28 Juni mwaka huu. Uzinduzi huo utaambatana na tukio la marathon pamoja na utoaji wa huduma ya macho bure. Watu wajiandikishe, na wanajiandikisha kupitia website yetu ya kanisa ambayo kila mmoja anaifahamu, na wale ambao hawaifahamu basi wanaweza wakapata taarifa hizo kupitia katika sharika zetu. Tumesambaza fomu katika sharika zote za Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde ili Mkristo aweze kujisajili katika marathoni hiyo. Unajisajili kwa shilingi 35,000. 35,000 hiyo itakusaidia kupata medali ya ushiriki, itakusaidia kupata t-shirt ya kukimbilia wewe ambao unapenda kukimbia. Waweza kujisajili kupitia website ya kanisa www.elct-konde.org. Utakapoingia katika peji ya kwanza ambapo kuna salamu za Baba Askofu, utakuta kuna peji ya marathon ambayo itakupa maelekezo, lakini itakupa namna ya kujisajili na gharama. Utachagua kilomita unazokimbia, utachagua size ya tiketi unayofanya, utaupload ile receipt yako ya malipo na utakuwa umeweza kujisajili. Lakini pia katika marathon hiyo tutatoa huduma tangulizi ya matibabu ya macho. Huduma hizo za macho zitatolewa bure. Kwa upande wao, Wakristo wa usharika wa Tunduma walioshiriki ibada hiyo wameeleza namna walichojifunza katika mahubiri, huku baadhi yao wameeleza shauku yao ya kumshukuru Mungu kwa kufunguliwa kwa hospitali mpya ya rufaa iliyopo Sai jijini Mbeya. Watu tumekuwa tunabaguana, tunatengana sababu mbalimbali za kimadhehebu, lakini na sababu nyingi zinapelekea watu kuonana kwa namna tofauti. Lakini natoka na neno ya kwamba kila mtu ni wa thamani machoni pa Bwana. Hususan katika kipindi hiki cha Kwaresma tunapoelekea mwishoni, kila mmoja amuone mwenzake ni wa thamani. Kila mmoja ajue kwamba Yesu alimfia msalabani kwa ajili ya dhambi zake. Lakini si dhambi tu, bali hata na miili yetu pia, kwamba alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Asante. Mungu anaenda kufungua watu kupitia hii huduma ya hospitali, na kwa sababu ni hospitali ambayo ni ya kanisa, tunaomba Mungu aendelee kuachilia baraka na watu wengi mje mtafunguliwa kupitia huduma hii ya hospitali. Sisi tumefurahi sana na tunajisikia fahari ndani ya Yesu kwa sababu Mungu ametupendelea katika mkoa wetu wa Mbeya, na hata wale waliokuwa na matatizo ya macho walikuwa wanaenda Ilembula. Tunaamini ya kwamba kupitia hii huduma watu wengi watapona, na Mungu awabariki na Mungu azidi kulibariki kanisa letu. Kama usharika wa Tunduma tunajua matatizo mengi ambayo tulikuwa tunateseka kwa ajili ya macho. Tutahudumiwa na hospitali yetu katika mji wetu wa Mbeya pale Sai. Kwa kweli tumejawa na furaha kubwa sana kama washarika wa usharika wa Tunduma. Tunamshukuru Mungu sana ambaye ametupigania, ametuwezesha mpaka kukamilika kwa hospitali. Kutoka katika usharika wa KKKT Tunduma uliopo jimbo la Magharibi mkoani Songwe, Emmanuel Lulandala, Upendo TV.